Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwashukuru sana UWASATA, chombo au taasisi ya Watuma Salam Tanzania, kwa kuandaa umoja huu au kuwa na umoja huu ambao unawaleta pamoja katika kutumiana salamu. Na salamu kama tunavyojua kwamba ni jina katika majina ya Mwenyezi Mungu. Maana yake ni amani. Kwa maana UWASATA ni watu wa amani ambao wanashughulika na amani. Wanatusaidia kama Watanzania juu ya swala zima la amani. Kwa hiyo tunachoweza kuwahusia na kuwakumbusha kwamba kuhimizana juu ya amani ni ibada. Na ukiona mtu hataki amani, maana yake anakwenda kinyume na mafundisho ya Mungu. Mwenyezi Mungu ni Mungu wa amani, na manabii wake ambao amewatumia salamu, maana yake ni kwamba wote nao wamekuwa wanahubiri amani. Hakuna nabii wa Mungu ambaye amehubiri machafuko ama mgawanyiko ama watu kutoelewana katika jamii au katika nchi. Sasa Watuma Salamu hao ni watu muhimu sana ambao wanaendelea kuwatumia salamu wa Tanzania, salamu za mapenzi, salamu za amani ya nchi, salamu za kusameheana, salamu za kuvumiliana. Maana lazima ifike mahala tusameheane kama Watanzania, tuvumiliane kisiasa, tuvumiliane kidini. Haya ndio maisha. Maisha ya wanadamu yanaenda kwa kuvumiliana, yanaenda kwa kusameheana, lakini pia kutumiana salamu za kheri, kutumiana salamu za baraka. Kwa jambo hili wanalolifanya ni jambo la kheri na ni jambo ambalo linatakiwa kuungwa mkono, kwa sababu linaleta kwanza utaifa, linaimarisha utaifa wetu, kwa sababu ni watu wa imani mbalimbali, watu wa kabila mbalimbali, watu wa jinsia mbalimbali, lakini wamejiorganize, wamekuwa kitu kimoja kwa ajili ya kutumiana salamu za amani, salamu za upendo. Na hivi ndivyo inavyotakiwa kwa Watanzania. Tutumiane salamu za namna hiyo ili Tanzania iendelee kuwa ni nchi ya amani, iendelee kuwa ni nchi ya utulivu. Matola TV, ulipo tupo.